Movie inaanza. Mrembo Olivia anaingia kwenye jumba moja la kifahari, na hii ni baada ya Chief Vincent kufariki dunia na kuacha wosia na masharti ya urithi wa familia yake kwa njia ya video. Mwanasheria anaanza kwa kuzungumza. Ladies and gentlemen, wote tunajua tumekusanyika hapa kwa sababu matakwa ya Chief Vincent. Sasa kabla ya kufariki, aliomba kutazama hii video aliyejirekodi mwenyewe. Nahitaji kila mmoja wenu kuwa makini na kuitazama hii video. Mwanasheria akachukua remote na kuplay video. Kama unaangalia hii video, na maanisha nimemaliza mwendo na sasa nipo dunia nyingine. Ninatumai kila mmoja yupo hapa. Chief akasema mke wangu kipenzi, pia akamtaja mwanangu Liam, kisha akamtaja Friday mlinzi wangu wa getini, pia akamtaja Kemi mfanyakazi wangu wa nyumbani, lakini pia kuna mtu nategemea atakuwepo hapa. Akamtaja Olivia. Olivia, kama upo hapa, angalia hii video. Napenda kukushukuru kwa msaada wako mkubwa. Mama akamtazama kwa hasira Olivia kwa kuweza kunihudumia na kunijali katika siku zangu za mwisho, na uhakika ninachokitaka kitaheshimiwa na kutekelezwa. Nimeweka masharti na ni lazima yatekelezwe. Kabla sijagawa mali zangu kwenu, naamuru Olivia aliyekuwa na mimi katika hali yangu mbaya niliyokuwa nayo, ukae nyumbani na familia yangu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Nataka Olivia kuheshimiwa na kujaliwa bila kusumbuliwa kwa namna yoyote ile. Kama haya masharti yasipotekelezwa, vitu vyangu vyote ambavyo ni mali yangu, nyumba na viwanja, pesa na kila kitu, vitakwenda kwa watu wasiojiweza. Lingine la kuongezea, hakuna mtu yoyote, narudia, hakuna mtu yoyote atakayepatiwa mali zangu mpaka pale masharti yangu yatapokuwa yametekelezwa. Kisha akawashukuru kwa kumalizia, na hayo ndio maneno ya chifu. Mwanasheria wake nipo hapa kuhakikisha anatekelezwa. Mke wa chifu akamwambia, mwanasheria, hii sio kawaida na inaibisha hii familia. Inawezekanaje mali zake ziende kwa watu wasiohusika naye kwenye hii familia? Kwa hiyo baba alikuwa na kimada. Mwanasheria akamwambia, mada, haya ni maagizo ya chifu. Kwa upande wangu, labda alimuona Olivia ni mtu mwenye utu na tabia nzuri alizovutiwa nazo, na hii inakumbusha kanuni zake alizokuwa akijiwekea. Pia huu sio urithi, ni kuheshimu mtazamo wa chifu. Haya ni masharti ya kipumbavu, nitayapinga mbele ya mahakama. Madam, una uhuru wa kufungua jalada mahakamani ukitaka, lakini nakuhakikishia haya maamuzi yatabaki vile vile kama alivyotaka chifu. Kingine nakwambia, matumizi ya kila mwezi mtakuwa mnaingiziwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, na mishahara ya wafanyakazi italipwa kama kawaida. Pia uwepo wa Olivia hapa kwa mwaka mzima ni lazima, na kama haitokuwa hivyo, pesa zote zitasitishwa kwa amri ya mahakama. Na je, kama nikikataa masharti, kulingana na maelezo ya sheria, mali za mume wako hazitoguswa wala kugawanywa, na mali zote zitapelekwa zilipoelekezwa kisheria. Samani mwanasheria, mimi sipo hapa kuleta matatizo yoyote, ila nahitaji kutimiza matakwa ya chifu tu na kuheshimu matakwa yake. Mwanasheria akawashukuru wote kwa kuweza kumsikiliza na kutaka maamuzi ya chifu yaheshimiwe. Baada ya chifu na Olivia kuondoka, Laimu akamuuliza mama yake, inawezekanaje jua hili nililosikia? Kwa mara ya kwanza namjua kimada wa mzee, na inawezekanaje huyu Olivia akawa na baba siku ya mwisho wa maisha yake? Mama, wewe ulikuwa wapi? Usijaribu tena kuniuliza hilo swali, hilo sio jambo la msingi tunalopaswa kujadili. Inawezekanaje mama? Inawezekanaje? Kama watu wa familia wangekuwepo siku zake za mwisho hospitalini, hili lisingejitokeza. Yule ni nyoka mdogo. Baba hajawahi kukuamini kutenda haki. Alijua usingeweza kutenda haki, alijua usingeweza kumruhusu Olivia kuishi kwenye hii nyumba, alijua. Acha kumtetea. Yule msichana alimweka babako kwenye chupa alipompata, na sasa anataka kuja na kula kwenye meza yetu, na pia aishi kama mke mdogo. Mama, jua Olivia asipoishi kwenye hii nyumba, pesa zote zitazuiliwa, na sote tunajua bila hizo pesa hatuwezi kusurvive kwenye hii nyumba. Tuna wafanyakazi, una watu wasiojiweza unaowasaidia, na maisha yako ya anasa. Baba amefanya vizuri kulifanya hili, nimesema tu. Kisha Laimu akaondoka zake. Baada ya siku kadhaa, Madabu akampigia mwanasheria Ojo, naomba nitumie milioni 5 kwenye akaunti yangu binafsi. Samahani sana madam, hii state account kisheria inamilikiwa na hayati chifu, kwa hiyo pesa yoyote hairuhusiwi kutoka mpaka masharti yake yatekelezwe. Naomba usinichezee mchezo. Mwanasheria, mimi ni mke wake na sihitaji ruhusa za kutumia pesa za mume wangu. Mwanasheria akamwambia, hakuna benki iliyoruhusiwa kutuma pesa popote. Akamuuliza, ina maana siwezi kupata pesa yoyote mpaka yule nyoka niishi naye? Akamjibu, ndiyo madam. Ikabidi madam akubali tu kuishi na nyoka kwenye nyumba yake. Baadaye wapo mezani wanakula, Liam mwanaye akauliza, yuko wapi Olivia? Mfanyakazi akamwambia yupo kwenye chumba cha wageni, hayuko tayari kwa ajili ya chakula cha jioni kwa sasa. Okay, basi nenda akamwambia aje. Hapana, mama akamwambia hajaalikwa. Liam akashangaa, nadhani umenisikia. Kama yule msichana atakula, basi anatakiwa ale peke yake. Kwa nini unafanya hivi? Unajua yupo kwenye nyumba kwa sababu yako. Siwezi nikakosewa heshima kwenye nyumba yangu. Yule msichana, yule ni nyoka, hawezi kukaa kwenye meza yangu kama familia. Lakini mama hajafanya chochote, ni baba ndiye aliyemwandika kwenye matakwa yake. Mama akamwambia alinisaliti, kwa hiyo ulitaka sasa nitabasamu na nichukue wajibu wa mama eti kuwa kwenye upande wake wa amani. Kumbuka hajakuomba chochote, lakini wewe ndio unafanya hii nyumba ionekane jehanamu. Unasemaje? Ngozi, hebu nenda na mletee chakula chake. Liam akanyanyuka na kwenda kumuita. Mama akamwonyeshia ishara mfanyakazi, mletee. Olivia ipo kitandani
amekaa akasikia hodi na gongo, akamwambia karibu. Liam akaingia, Olivia akamsalimia good evening. Liam akamsogelea na kumuuliza mbona hujatoka kwa ajili ya kupata chakula? Akamwambia sina uhakika kama naruhusiwa kujumuika. Akamwambia uhitaji ruhusa ya mtu yoyote kwa ajili ya kula chakula, ili mradi upo kwenye nyumba, wewe ni sehemu ya familia, umenielewa? Naomba nifuate. Ndipo Olivia akatoka kitandani kwa ajili ya kujumuika pamoja kwenye chakula. Olivia akamwambia tangulia. Unataka nitangulie? Ikabidi Olivia atangulie tu. Walipofika mezani, Liam akamsogezea kiti na kumkaribisha. Olivia akawa na uoga, maana ajui kitachoendelea. Baada ya kukaa akamsalimia good evening madam. Madam hakujibu chochote na kuendelea kula. Liam alipokaa akachukua ndizi. Mama akampiga jicho kuonyesha kakasirika kumleta Olivia mezani. Olivia anafungua sahani, anakutana na ujumbe umeandikwa gold digger, yani malaya. Mama akawa anatabasamu huku akimpiga jicho. Olivia anashangaa kwa nini wanamfanyia hivyo. Liam alipoiona sahani ya Olivia akashangaa. Baadaye mama yuko chumbani, mfanyakazi akaja na kumwambia nimemwona Liam akichukua sahani na kumwekea chakula Olivia na kumpelekea. Anaonekana anaenda kumpa Olivia. Amefanya hivyo? Madam, nakwambia kitu nilichokiona, siwezi kukudanganya. Nimemwona kwa macho yangu mawili na pia kwa Mungu. Madam akamwita mhudumu na kumnong'oneza sikioni. Mfanyakazi akafurahi baada ya kuambiwa siri hata sisi watazamaji tusiisikie, kisha akaondoka zake. Usiku Olivia akalala kitandani. Mfanyakazi akapanda na ngazi juu ya dirisha na kumwagia maji kwenye mpira kitandani. Olivia akawa na hema juu juu, haelewi kinachoendelea. Mfanyakazi akashuka kwenye ngazi haraka haraka, kisha akavuta mpira juu ili Olivia asijue maji yametoka wapi na kukimbia haraka haraka ili asionwe. Olivia ananyanyuka kitandani na kuangalia dirishani, hakuna mtu, na kuamua kufunga dirisha. Akarudi kitandani akiwa na hema juu juu. Liam akamuuliza mama yake, yule msichana aliyekuwa anamuuguza dadi katika siku zake za mwisho, wewe ulikuwa wapi? Na kuuliza mama. Mama hakujibu chochote. Akaulizwa tena, kwa nini haukuwa miongoni mwa watu waliomuuguza katika siku zake za mwisho? Akamuuliza kwa nini yule Olivia alikuwepo. Je, mligombana? Je, ulimwacha dadi? Hakuwa na jibu. Je, alikwambia uondoke? Akamwambia hizi ndio taarifa ninazohitaji kuzijua kutoka kwako, naomba unijibu, usijaribu kuniuliza hilo swali. Liam akakaa vizuri, kisha akamwambia Liam, yule msichana alikuwa anamwendesha baba yako, alibadili akili ya baba yako wakati anaumwa, lakini wewe unafikiria ni mtu mwema. Akamwambia au umekuwa kipofu kama alivyomfanya baba yako? Liam akamjibu, huenda hakuwa kipofu, huenda kuna kitu alikiona kutoka kwako ambacho hajakiona kutoka kwake. Akamwambia mama yake, kiukweli kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu unanificha, kwa maana hujasema lolote mpaka sasa. Mama akamwambia, kuwa makini mwanangu, wewe utabaki kuwa mwanangu tu na sitokubali mwanangu kuiharibu hii familia kwa kuamua kumtetea huyo mwanamke mzandiki. Akanyanyuka mama na kuondoka zake. Huku kwa Getman, mfanyakazi Ngozi anamuuliza Getman, hivi umetambua kwamba inaonekana tunapigana vita ya 3 ya dunia, na hii tangu huyo Olivia alivyokuja, yani mapigano kila sehemu. Getman akamwambia, nilichotambua ni kwamba tangu bosi wetu afariki hii nyumba imeharibiwa, sijatambua kitu kingine chochote zaidi ya hiko. Hapana, hii haimuhusu bosi wetu. Unajua bosi hakuwa mtu wa kuongea sana wakati yuko hai. Ni huyu msichana Olivia aliyokuja hivi sasa. Amekuja na tangu amekuja ameleta matatizo. Kwa maana hiyo hautambui nani yuko nyuma haya matatizo? Kila kitu kinaonyesha wazi ukimtazama. Mimi nimeona. Getman akala kalanga kisha akamwambia, subiri kwanza, jinsi unavyoongea na unamtaja kuwa Olivia ndio chanzo cha matatizo, lakini tangu alipoingia humo ndani hajasema lolote. Kitu pekee alichosema ni habari za mchana na kuendelea na mambo yake, ila wewe umekuwa ukimsema vibaya kwa sababu ni malaya. Akamwambia pia yule ni muuaji wa kimya kimya, kama atakuuma na sumu yake ya upole, pale itapokuingia vizuri hutoweza kutambua kama yeye anahusika. Yeye ndio sababu ya matatizo yote yanayoendelea hapa. Lakini swali langu ni hili, kwa nini unafikiri anaweza kuwa ni tatizo na sio boss chief, kwa yeye kuamua kutumia yale masharti aliyoyataka? Kwa nini na nini kilitokea? Kwani mimi najua kwa sasa madamu wetu wanatakiwa kumsikiliza yule msichana mdogo. Unaweza amini madamu wetu kila kitu kwa sasa wanafanana. Hili jambo limeharibu kila kitu cha madamu, imepelekea kushuka level na kuwa kama yule msichana Olivia. Kwa namna hiyo nitafanya lolote, kwa kuwa ninaishi hapa, mimi nitakuwa adui yake mkubwa. Yani wewe unafanana na kazi yako. Hivi umeiona hiyo sura yako? Kiukweli unaonekana kama adui kuu, yani na wasiwasi hata na maisha yangu. Kwa hiyo unanitukana Friday. Mimi nazungumzia vitu vya msingi, wewe unazungumzia vitu vingine tofauti. Sikiliza, kitu kinachonitia hasira hasa, Mr. Liam anampatia chakula. Unaona sasa shida yangu na wewe? Nimeshakuona juu ya hili jambo. Ujue yule yupo hapa kwa ajili ya pesa za chifu tu. Kama yupo hapa kwa ajili ya pesa za chifu, kwa nini yuko hapa? Je, ni mapenzi? Hebu jiangalie unavyoongea. Eti amekuja kwa ajili ya pesa za chifu. Madamu yeye yupo kwa ajili ya nini? Yeye mwenyewe ni iron digger. Tangu ulivyosema Olivia ni malaya, basi madamu yeye ndio kiboko. Je, wewe unafikiri madamu ameolewa kwa ajili ya mapenzi? Madamu pia yupo kwa ajili ya kuchuma pesa. Huu ni mgodi wa dhahabu. We usijaribu kumwita tena hivyo madam. Kwa nini unamtukana madamu wakati mimi nipo? Madamu amejuana na bosi wetu kitambo, walikuwa wote pamoja. Kitu nilichonoti kwenye hili jambo, kuna kitu hakiko sawa. Shida yako wewe ufikirie. Mimi nafikiria mshahara wangu. Mimi sijui kama wewe unafikiria juu ya mshahara wako. Kwa upande wangu mimi sijali chochote kinachoendelea hapa. Mimi ninachojali ni mshahara wangu na kupiga saluti tu. Mambo mengine mimi hayanihusu. Kesho asubuhi Olivia anaanika nguo zake kwenye kamba, mara kashangazi na anguka. Kumbe madamu alikata kamba,
Akawa anatabasamu na kumwambia, "Oh, vipi na kustajabisha eh? We malaya unaanika nguo zako kwenye jua tena bila kuomba ruhusa." "Ma, sikumuona mtu yoyote hapa na sikutaka kumsumbua mtu yoyote. Tayari unasumbua kwa wewe kupumua tu." Kumbe Liam alikuwa nyuma yake. Alipogeuka akamuuliza, "Kwa nini unafanya hivyo? Huyo hajakaribishwa hapa. Ni mgeni wa baba huyo. Mgeni hataki kufanyiwa hivyo. Usinifundishe jinsi ya kuishi na yoyote kwenye nyumba yangu. Sawa? Hebu nipishe huko." Baada ya mamake kuondoka, Liam akamwambia, "Naomba nikusaidie." Akawa anamsaidia kokota nguo zake, akamwangalia na kumwambia, "Asante." Liam akawa anamwangalia Olivia na kumwonea huruma. Baadaye usiku, Olivia taratibu akaingia kwenye chumba kimojawapo. Mule ndani akawa anakishangaa, akawa anaangalia kila sehemu kwa jinsi ilivyokuwa nzuri. Kisha akaenda kwenye meza mojawapo na kukaa. Kumbe mezani kulikuwa na vitabu, akawa anaviangalia bila kujua upande wa pili alikuwepo Liam. Liam akakoa, akashtuka, akamwambia, "Samahani kwa kuingia sehemu yako." Liam akamwambia, "Usijali, sio sehemu yangu, ni sehemu ya baba yangu. Ujue nini, hii ndio ilikuwa sehemu pendwa kwenye nyumba yake, lakini pia ni sehemu pekee ambayo ina utulivu kweli, na nilihitaji sehemu tulivu. Kwa hiyo unasoma?" "Ndiyo, wakati maisha yanapokuwa yana mambo mengi huwa nasoma." "Sikiliza, samahani kwa yote yaliyotokea hapo awali. Najua mama yako anaweza kuwa mkali sana, haina haja ya kumwombea msamaha mama yako. Ukweli ni kwamba siko hapa kwa ajili nipendwe." Akamwambia, "Nipo hapa kwa ajili ya matakwa ya baba yako." Akamwambia, "Sijawahi kukujua kabla, ila kwa mara ya kwanza niliposikia jina lako nilijua utakuwa tofauti." "Tofauti kivipi?" "Wa kujikweza, mwongeaji, mkali, lakini uko tofauti na nilivyodhani. Nafikiri sina tabia hiyo ya kuwa mtu mwingine." Akamwangalia Liam kisha akamwambia, "Kwa nini unaendelea kunitetea kwa mama yako?" "Kwa sababu ni mgeni wa baba yangu." Akamwambia, "Asante," na kumwacha Olivia akisoma na kumtakia usiku mwema. Olivia akaendelea kusoma vitabu. Asubuhi Olivia ipo sebuleni anasoma kitabu Beki Tatu Ngozi na Madam wakachukua chandarua na kumfunika na kumwambia, "Unatakiwa utulie sehemu moja we malaya." Olivia akawa anapiga kelele tu, wakawa wanaendelea kumfungafunga tu, sijui anataka kumfanya nini huyo. Bahati nzuri akatokea Liam. Liam akamwambia mamake, "Mama, hebu acha huo upuzi, kitu gani kinaendelea hapa?" Olivia alipotoka kwenye neti, Madam akamwambia, "Nafikiri hapo unajisikia vizuri." "Mama, samahani, mimi sijaja hapa kupambana." "Hapana, umekuja kuchukua kama wadanganyi wote wanavyofanya. Wewe umemweka mwanaume wangu kwenye chupa, alafu unaweka wazi mapaja yako kumuua mwanaume na umefanikiwa kuolozeshwa. Lazima uwe na furaha, si ndio? Alikuwa mume wangu. Sasa na wewe unafikiria nafasi ya kuwepo kwenye hii nyumba kwa sababu umeolozeshwa kwenye matakwa yake. Mama, hebu kuwa mpole, nitamuua huyo malaya. Hebu ache." "Niache nini? Inatosha. Unatakiwa kusikia watu wanachosema kuhusu wewe kwa jinsi unavyomtetea wala wa baba yako. Huyu sio malaya, huyo ni malaya tu. Jamani, hebu acha kulumbana kwa ajili yangu. Na kuomba, hujafanya chochote, nitaondoka." "Mama, hebu acha kufanya unachofanya. Naomba niruhusu nimuue huyu malaya." Mama akawa mkali, ikabidi Liam amzuie, maana mama yake ana hasira, anatamani kumuua Olivia. Olivia akawa chumbani kwake amejilaza. Liam akagonga mlango na kumwambia, "Ni mimi." Liam ikabidi aingie mpaka chumbani, akamkuta Olivia akajilaza kitandani na kuamua kumfuata. Alipokaa kitandani akamwambia, "Samahani, acha kuomba msamaha." Alikuwa amechanganyikiwa na amevunja makubaliano yote leo na kesho atavunja pia makubaliano na kesho kutwa pia. "Unavyonitetea inamfanya anichukie zaidi. Mwache tu achukie, ustahili kutendewa hivi. Yule ni mama yako, utajenga uadui na mama yako sababu yangu. Tayari amechukua njia yake alivyoamua kukutendea hivi, kukufanya kama sio binadamu." "Nini kitatokea baada ya hili kuisha?" "Namaanisha baada ya mwaka mmoja." Akamwambia, "Sijakuelewa." Akakosa jibu la kumwambia, kisha akamwambia, "Sijui nini kitachotokea. Ninachojua ni kukuona wewe. Sitaki. Sio kwamba nasema ili ujisikie na amani, nasema hivi kwa sababu unastahili kutendewa hivi, tena kama binadamu wengine. Wewe ndio ulikuwa na baba katika siku za mwisho za uhai wake, pale ambapo hapakuwa na mtu mwingine. Hapo ndipo napata picha na sasa naelewa kwa nini alikuamini. Naomba usifanye hili kuwa gumu kuliko uhalisia." Liam akakaa vizuri na kumwambia, "Kama utahitaji chochote kile usisite kuniambia." Olivia akamwangalia bila kumjibu chochote. Usiku Olivia naoga, yupo na mapovu mpaka usoni, mara maji yakakatika. Akawa anagusa juu ya bomba ili maji yatoke, akagusa pia kwenye koki labda limejifunga, bado yakawa yatoke. Kumbe Beki Tatu Ngozi alienda kufunga maji yasitoke, akawa ananyata ili asionekane. Olivia ikabidi ashuke chini ili kujua tatizo ni nini. Mara na umeme ukakatwa, akawa haoni, akawa anapiga kelele za uoga. Liam akauliza, "Kuna nini?" "Nilikuwa naoga, mara ghafla maji yakakatika, mara umeme ukarudi." Liam akawa anamwogopa kumwangalia mke mdogo wa baba yake, ikabidi amwambie, "Nifuate huko." "Una uhakika nitapata maji?" "Ndiyo, twende." Akampeleka mpaka chumbani kwake na kumwambia, "Pale mwisho ndo kuna bafu, we nenda, taulo lipo huko na sabuni ipo huko." Akawa anaogopa kumwangalia mama yake mdogo. Olivia alipotoka bafuni, Liam pia akawa anaogopa kumwangalia mama yake mdogo. Akamwambia, "Nimepata hili hoodie, nadhani uto mind." Ndipo Liam akageuka na kumwambia, "Hapana, naenda kubadilisha na nitakurudishia muda sio mrefu." Akamwambia, "Haina shida," na kumwita Olivia. Olivia akamsogelea na kumwambia, "Nakusikiliza." Akamwambia, "Basi haina shida, unaweza kwenda tu." Olivia akamwambia, "Nashukuru kwa msaada wako." "Usijali Olivia." Akaondoka. Huku Liam anaonekana kama kaingia na matamanio kwa mama yake mdogo. Asubuhi Beki Tatu akamfuata Madam na kumsalimia, "Good morning madam." "Nzuri, nini tena asubuhi? Nimekuletea
habari mpya, unapaswa kuniamini, unajua sijagi bila taarifa yoyote. Haya, sogea karibu. Akasogea karibu na kumwambia habari yenyewe, maana itakufanya ufurahi. Ni kuhusiana na Olivia. Vipi, amekufa? Kama kisingetokea kile, Olivia angekufa usiku wa jana. Hebu nenda kwenye pointi bwana. Nilimwona jana usiku anaoga bafuni, hivyo nikaenda kufunga bomba linaopeleka maji, na muda huo nilikuwa na uhakika alikuwa na mapovu mwili mzima na asingeweza kuona. Nilichopanga kama atatembea kama kipofu na mapovu, na uhakika lazima angeanguka, na nilikata umeme. Safi sana, kwa sababu sitaki kuona kabisa anaishi kwenye hii nyumba. Nadhani angekuwa amekufa. Ndiyo, ila usijali, nimepata mpango mwingine ambao utafanya kazi vizuri. Una uhakika? Na uhakika, kwa sababu huo mpango ni mkubwa na nitakuwa adui yake mkubwa kwenye maisha yake. Na kuamini Ngozi, kwenye hii nyumba lazima afe. Kisha akamwambia, madam, nina habari nyingine. Sawa, nakusikiliza. Ni nini iko? Si unajua mimi napenda kusambaza taarifa mpya. Najua, endelea. Lakini madam, hii habari inamhusu mwanao Liam. Inaonekana anaanza kumpenda Olivia. Hapana, inaonekana Olivia ndiyo anamshawishi kihisia Liam. Nimeliona hilo. Nini? Ndio hivyo, ni malaya sana. Ameanza na mume wangu, sasa mtoto wangu anazidi kusambaa kwenye nyumba kama ugonjwa. Lazima ni mwadhibu. Unaweza kwenda Ngozi. Na kuamini madam, lazima afe kwenye nyumba. Madam akawa kasirika, maana Olivia anazidi mipaka. Akiwa jikoni Olivia anapika, Liam akaja jikoni, akawa anamwangalia Olivia anavyopika. Olivia alipogeuka akagongana macho na Liam, akamsalimia za jioni nzuri, kwa sababu ya harufu ya unachopika ni kama tangazo la jamii. Samahani, sikujua kama kutakuwa na mtu yoyote hapa. Akamuuliza, unapika nini? Supu ya samaki yenye pilipili, kwa sababu nisingeweza kulala na mama yangu anapenda kunipikia hii supu niwe na kula, hasa wakati nyumba inapokuwa haijatulia. Akamwambia harufu yake ni nzuri, inaonekana sijawahi kula na mimi nahitaji. Unataka kula chakula changu? Ndiyo, nafikiri chakula chako ni kitamu. Je, umewahi kukata mboga na ndizi? Sijawahi, ila nafikiri nitaweza. Liam akamsogelea kwa ajili ya kukata. Kumbe dirishani beki tatu Ngozi anahangaika na mti anapeleka kwenye supu ya Olivia. Sijui lengo lake ni nini. Mara akatokea mlinzi Friday na kumwonya anachotaka kukifanya na kumwambia aondoke. Kumbe Liam hajui kukata vizuri. Akamwambia sio mbaya, akampigia makofi. Huku mama anafoka, unadanganya mama, kweli sijui chochote hiyo ya mkufu wa Diamond. Umekuja kwenye nyumba yangu bila chochote isipokuwa perfume ya kujipulizia mapaja yako na machozi ulionayo. Sasa umeingia kwenye drawer yangu kama panya, na hayo ni makosa familia uliotokea. Mbona sielewi? Liam akauliza, nini kinaendelea? Muulize Awala baba yako, muulize uko wapi mkufu wangu wa almasi, kwa sababu amekuwa panya anayenusa kila kona ya nyumba. Mama, unachofanya sio vizuri, hilo ni kosa kubwa na nitalithibitisha kwako. Nitalithibitisha kwamba huyu ni panya anayenusa kila sehemu ya hii nyumba. Akamwita Ngozi kwa nguvu, Joe. Alipokuja akamuuliza, nini umeniambia dakika chache zilizopita? Ngozi akawa mpole, akawa anasikitika kwanza, kisha akasema, binadamu kweli wabaya. Akamwambia, nilipanda juu nikamwona Olivia akiingia chumbani kwa madam, nilijificha, hakuweza kuniona. Wakati namwangalia akaingia taratibu, maana nikamwona ghafla ametoka na kitu cha thamani. Laimu akamgeukia, mimi, ulikuwa wewe? Nilikuambia huyu ni paka anayenusa kila sehemu ya hii nyumba, twende tukasachi chumbani kwake. Akamuuliza, unawaruhusu waende chumbani kwako? Kwa nini wasiende? Ikabidi waende na wao. Walipoingia chumbani, moja kwa moja wakaanza kutafuta mkufu ulipofichwa. Wakawa wanatafuta kila sehemu. Inawezekana vipi msichana mzuri kama wewe unakuwa mwizi? Beki tatu akafunua shuka na kukuta kiboksi na kupiga kelele, mama! Ha 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 ha. Olivia akashangaa, umeona? Si nilisema mwizi huyu. Msichana wa kijijini, umekuwa mhalifu. Sijaweka hapo, na pia usiapie, unatia aibu mwizi usiotaka kufanya kazi wewe. Kwa hiyo ndo maana ulitaka kuingia kwenye familia yangu. Ulianza kwenye chumba cha mume wangu, sasa kwenye chumba cha mwanangu. Unataka kurisi maisha ambayo hayakuhusu. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa sababu nimekujua wewe ni nani. Ni kirusi kinachonukia. Ulijifunga kwenye mtu anayekufa kama inzi kwenye nyama mbichi, na sasa unatambaa kwenye ukuta wangu kama kwako. Mama, inatosha, tumekuelewa. Nimekwambia inatosha. Samahani mkuu. Nani mwingine alikuwepo hapa? Hakuna mwingine mkuu, ni mimi tu, na pia kwa Mungu. Safi, kwa sababu polisi watapokuja na wasipopata majibu utaenda nao. Jamani, mimi siwezi kwenda na polisi. Akamwambia, madam, siwezi kwenda na polisi. Akawa anaogopa. Mkuu, tafadhali nisamee, naomba usimtishe mfanyakazi wangu. Huyo ndiyo mhalifu ambaye amepatikana na mkufu. Je, ameiba? Ndiyo au aliweka pale? Ni bora useme ukweli sasa hivi, kwa sababu polisi watapofika hapa nitawaelekeza wadili na wewe mpaka utakaposema ukweli, na mwisho ukijulikana ni wewe utakwenda jela. Anazungumzia jela madam? Jamani madam, mimi ndo mtoto pekee kwa wazazi wangu. Baba yangu alikufa kitambo, mama ndio pekee aliyebaki. Atachanganyikiwa akisikia naenda jela. Naomba waambie ukweli madam, sema chochote, waambie wewe ndio ulionipanga. Umesema nini? Ni hebu nyamaza huko. Sitokwenda peke yangu jela madam, usingeniambia mimi niweke pale, nisingeendelea kunyamaza madam, hebu ambie ukweli. Kwa hiyo mlinitengenezea na nitakuchoma moto kama hautokaa mbali na mwanangu. Kwa hiyo mama, umetudanganya kwa ajili ya kumdhalilisha Olivia. Nilifanya kile nilichotaka
unachotakiwa kufanya. Akamwambia kwa sababu anatisha kwenye nyumba, anataka uurisi, atakulagai utajaa, na ataondoka na kila kitu alichokijenga baba yako. Wewe ndio uliotuharibu na tayari umeshaharibu. Nimegundua kumbe ni mkatili hivyo, sikuwahi kuzani kabla. Na wewe toka kwenye nyumba mara moja, nimemaliza. Je, polisi wanakuja? Nimekwambia toka nje, hebu toka nje. Endelea kumng'ang'ania huyo mwanamke, na siku atakapokujeruhi usije ukanipigia magoti. Mpumbavu wewe. Liam akamchukua Olivia na kumpeleka uwanja wa mpira na kumwambia, nisamee Olivia, nisamee kwa kila kitu, nisamee kwa ajili ya mama. Kiukweli sikujua, sikufikiri kama atafika mbali zaidi. Mama yako ananichukia mimi na anipendi, na sijamwomba chochote kutokana na hili. Kitu ninachofanya ni kutekeleza matako ya mzee wako, lakini sasa naogopa. Kiukweli naogopa sana. Hawezi kukuumiza. Sikiliza kauli yangu, maneno yako hawezi kumfunga mdomo mama yako. Maneno yako hawezi kufanya jinsi watavyonichukulia, hasa kwenye ile nyumba. Ni kama mtu ninaenuka. Hiyo ni kwa ajili ya kulinda kila kitu kilichojengwa na familia. Liam akamwambia, hebu nifanye nielewe ni jinsi gani ulivyokutana na baba yangu. Akamwangalia Liam kisha akamwambia, nilikuwa nafanya kazi duka la madawa katika mji wa Abuja. Alipokuwa anatembea kuingia ndani, baba yako alikuwa dhaifu sana na amechoka. Nilikuwa namtazama huku nikimwonea huruma. Alikuwa anahitaji dawa na kwa haraka nilimpatia dawa zote alizohitaji. Nilimwambia nikusaidieje? Akanipatia karatasi ya dawa. Baada ya kuisoma nikaenda kumchukulia. Alionekana ni mgonjwa sana. Akanipa kadi, nikaandika gharama ya dawa, kisha nikamrudishia kadi na kumpatia dawa. Akashukuru, akawa anaondoka, lakini nilimwonea huruma sana kwa hali yake, maana alionekana amekuja mwenyewe bila msaada wa mtu yoyote. Nikaamua kumfuata ili kujaribu kumsaidia, lakini alikataa msaada wangu. Nikamuuliza, je, kuna mtu yoyote uliokuja naye kumsaidia dawa na kumsaidia kutoka nje? Lakini alikataa. Siku inayofuata alikuja kwenye duka la madawa, lakini wakati huu alikaa nje peke yake na kunisubiria mpaka shifti yangu ilipoisha. Ile natoka nashangaa kumwona nje peke yake akiwa hali yake bado ni mbaya sana. Nikamkimbilia kwa sababu nilishangaa kwa nini yuko pale. Nikamuuliza, kwa nini upo hapa? Nikachukua kiti na kukaa, kisha nikamuuliza, unaendeleaje na kwa nini upo hapa tena peke yako? Akamwambia, nimechoka tu. Nikamwambia, usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Akatabasamu na kusema na kuamini. Baadaye nikakaa naye akiwa ametulia, akaniambia nimemfanya awe na amani. Najua ilikuwa hivyo, lakini hakuniambia alikuwa anaumwa nini. Ninachokijua ni kama malaika mlinzi aliyetumwa kwangu. Alinisaidia kulipa ada ya kaka yangu shule, pia alinisaidia kulipa bili ya madawa mama yangu alipokuwa hospitali, na pia mara kwa mara alinisaidia na mimi. Kwa hiyo hamkuwa wapenzi. Alikuwa mwenye hisia, mpole, na siku zote aliniambia maumivu yake. Hata pale kansa yake ilipokuwa mbaya, nilibaki naye, nilimwogesha, nilimlisha, nilisali naye, nilimwombea pia, mpaka pale aliponiambia nisiende tena kumwona, na nilikuwa naamini huenda alipata nafuu na kunihitaji tena. Sikumwona tena mpaka pale alipokuja mwanasheria na kugonga mlango wangu. Liam akachoka kusikia kilichotokea kwa baba yake. Akamwambia alimuona mtu mwenye upendo wa kweli, na ni wewe, na ukiachana na kila kitu kilichotuzunguka na kuwa na hisia tofauti, wewe ni kitu pekee chenye hisia za kweli. Wakaangaliana, kisha akamwambia, najua hii hairuhusiwi na inachanganya sana, lakini siwezi kuendelea kuigiza kana kwamba ninachohisi hakikuwa pale. Nakupenda, najua na wewe unanipenda. Wakaangaliana, wakawa wanasogeleana taratibu. Olivia akafumba macho na kupeleka lips kwa Liam na kuanza kunyonyana. Olivia akasema basi inatosha, na kunyanyuka na kujiuliza kwa nini nimefanya hivi. Liam akamwambia nisamehe. Olivia akaamua kuondoka. Olivia, hebu subiri kwanza. Olivia akawa anaondoka tu. Olivia alipofika nyumbani akachukua vitu vyake na kutaka kuondoka. Liam anamsisitiza asiondoke. Olivia akasema ameshindwa kulala, anatishwa kwenye nyumba kila kukicha, ni matusi, na sasa Liam anataka utamu wake, ni bora aondoke, hawezi kuvumilia. Matako ya baba yako, mama yako sasa ananichukia, na sasa wewe unanikisi, imezidi sasa. Napigana vita ambavyo sistahili kupigana. Liam akamwambia nisamehe kwa kukisi, sikutegemea kama ningekukwaza. Baada ya yote hayo kupitia, napaswa kukuomba msamaha. Nisamehe, sio jambo la kisi tu, ni hisia. Nini kitatokea baada ya kisi? Ni aibu na itavuruga kila kitu. Je, unajua nini kitahisiwa? Kuchukiwa kupita kiasi. Liam akaomba apatiwe siku moja. Je, unafikiri siku moja inaweza kurekebisha kila kitu? Akamwambia nipe siku moja, na nikishindwa kurekebisha kwa siku moja, mimi mwenyewe nitachukua begi lako kwa mikono yangu na kukusindikiza uende. Olivia akakubali kubaki kwa siku moja, kuona kama kitabadilika kitu.
kitu. Alipoingia ndani na kukaa kitandani, akakumbuka lile kisi la Mwamba na kujiuliza ni upuzi gani nimefanya. Na upande wa pili Mwamba anakumbuka lile kisi alilopiga na Olivia, akawa elewi afanye nini. Kesho yake Madam anatoka sebuleni na kumwambia mwanasheria, una maana gani unakuja nyumbani bila taarifa? Je, kila kitu kipo sawa? Alipokaa Liam akamwambia, mimi ndio nimemuita. Kwa nini? Nimemuita kwa sababu vitu haviendi sawa, hasa kwenye hii nyumba. Hii nyumba imekuwa ni uwanja wa vita, kwa hiyo tunahitaji ufumbuzi kabla mtu hajaumia. Nikiwa kama mtu niliteuliwa na hayati Chief Vincent, lipo ndani ya mamlaka yangu kuendesha na kusuluhisha migogoro, hasa pale mambo yanapoenda kinyume na makubaliano yaliwekwa na hayati. Hakuna uvunjaji wa sheria hapa. Huyo msichana alitaka kuondoka jana usiku. Je, hilo ni kuvunja sheria? Sawa mama, lakini asingetaka kuondoka kama hii nyumba iko sawa, lakini ni kama uwanja wa vita. Okay sawa, ngoja niweke kila kitu sawa. Hiki ni kile alichotaka chifu na kukisajili kwenye mahakama ya Abuja, ni kwamba Miss Olivia ni lazima akae hapa kwa mwaka mmoja bila kubuguziwa, na vilevile hataki kuondoka hapa, ila wengine wanaweza kuondoka. Kwa hiyo anaweza kuwa mbali na nyumba yangu, nje na nyumba ya mume wangu. Umezungumza vizuri, hii sio nyumba yako mpaka pale matakwa yote yametekelezwa. Liam akamwambia mama yake, unaweza ukahama ukaenda Abuja kwenye nyumba nzuri tena kubwa yenye nafasi. Baada ya mwaka unarudi kwenye nyumba yako. Baada ya majadiliano marefu, mama ikabidi akubali kuondoka, lakini akiwa na chuki kubwa na Olivia. Madamu akaamua kuondoka na kumwachia maagizo mfanyakazi awe anampa taarifa zote zinazoendelea kwenye nyumba. Wakati wanaangalia movie beki tatu, akawaletea juice. Liam akaipokea akampelekea Olivia. Alipotaka kuichukua akamwagia Olivia na kujifanya oh my god, pole pole, huku akimpiga makofi kwenye mapaja. Liam baada ya kugundua kwamba mfanyakazi amefanya makusudi, akamwambia chukua glasi peleka jikoni na uondoke. Niende wapi? Nenda kwenu. Kwa hiyo umenifuta kazi? Sijakufuta, ila nimekupa likizo. Mama atakaporudi na wewe utarudi. Ngozi ikabidi aondoke awaache wapenda nao Liam na Olivia. Baada ya kubaki peke yao, Olivia akawa anamkwepa Liam ili asije kuzama kwenye mapenzi, na chuki kati yake na mama yake ikawa kubwa. Liam akawa anaumia sana kuona Olivia anamkwepa. Siku zikaenda, ikabaki siku moja tu kutimia mwaka mzima. Liam akamfuata Olivia chumbani kwake na kumuomba wazungumze. Akamwambia, kesho ndio siku ya mwisho na umekuwa ukiendelea kunikataa. Kila wakati nikijaribu kuwa karibu na wewe, lakini unanikwepa. Ni kama hutaki kuongea na mimi mpaka pale kwenye ulazima wa kuzungumza. Lakini najua ninavyojisikia, lakini najua pia haukuwa upande wangu. Pia najua na wewe unanipenda pia, na bado unanipenda. Haijalishi nini najisikia, ila kwangu ina maana haiwezekani. Nitaondoka hapa, na maana nitakapoondoka kila kitu kitarudi kama zamani. Na wewe unafikiri hicho ndo ninachokitaka? Akamwambia, unafikiri nataka wewe uondoke? Tena kama akijatokea kitu, tatizo lako huelewi. Naelewa zaidi ya unavyofikiria. Najua nini ninachojisikia, ni upendo wa dhati. Haijalishi nini watu watasema, hata kama watazusha skendo vipi, kama ikiwa kweli. Sikiliza, sijawahi kumpenda mtu kama ninavyojisikia kwako kabla. Kuigiza inashindikana kwa sababu ni ngumu. Utanisamehe Liam. Tambua baada ya kesho nitaondoka. Vitu vyote tulivyofanya na unavyofikiria vitakuwa vimekwisha. Liam akakosa la kusema, akajua hapa tayari nishamkosa mrembo. Asubuhi Olivia anaingia sebuleni kwa ajili ya kuangalia TV. Mara ghafla Madam na mfanyakazi wanaingia. Akamsalimia good morning ma. Madam kauchubua tu, akawa anampiga jicho kuonyesha bado anachuki na yeye. Madam akamsogelea mpaka alipo, akamwambia, kama ulikuwa hujamloga mwanangu Liam, nisingeweza kuondoka kwenye hii nyumba hata sekunde moja, lakini yote yanaisha leo. Muda wako sasa umeisha. Beki tatu akamwambia, tunakwenda kukuangusha, hilo ndilo unalostahili. Olivia kusema chochote mpaka mwanasheria alipokuja. Mwanasheria akawaambia Chief pia alirekodi video ya siri kwa ajili ya familia yake na wafanyakazi wake kabla hajafariki. Hii video haimuhusu yeye tu, bali maelekezo ya mwisho ya ugawaji wa mali zake, na washauri haijalishi ni vitu gani atavyokwenda kuongea na kuviweka wazi. Maelekezo yote yapo kisheria na hayawezi kubadilishwa. Kwa hiyo yoyote atakayepinga haitowezekana, na hii ni baada ya kutazama alichoongea chifu. Mwanasheria akamwambia, naomba ni play. Madam akamwambia, play tu. Kama unaangalia hii video, itakuwa ni mwaka mmoja umepita tangu nizikwe. Baadhi ya ukweli nitabaki nao mwenyewe, ila ukweli mwingine nimeshindwa kubaki nao. Akamwambia, Olivia, nakushukuru sana. Ulinipa amani katika siku zangu za mwisho, na unapoangalia hii video ndio itakuwa mwisho wa yote. Matusi, minong'ono, kushushwa utu kutoka kwa baadhi ya watu wa nyumba yangu. Liam mwanangu, umelelewa na mwanaume mzuri, ndiyo, na umekomaa sasa, na una roho ya huruma ambayo sijawahi kuiona. Akamwambia, najua itakwenda kukuchanganya na kukuweka kwenye hili gharika, lakini na uhakika utakuwa kiongozi mzuri. Kwa Olivia, utanielewa tu. Adola, mke wangu kipenzi, najua una hasira sana kumwona Olivia kwenye hii nyumba. Ulipaswa kuwa upande wangu katika siku zangu za mwisho, lakini ukamchagua umpendaye. Kila mtu akashangaa. Unafikiri sijui? Nilijua ulikuwa unanisaliti kwa miaka yote hii. Pia nilijua huyo Liam sio mtoto wangu wa kumzaa. Liam akashangaa. Niligundua hilo tangu alipokuwa na miaka 4. Ndiyo, nilijua na kuligundua hilo. Mama akainamisha kichwa chini.
chini, lakini sikuwa na chaguo la kuendelea kumpenda Liam. Nilimpenda na kumpatia kila kitu alichostahili. Nilichoshindwa kumpatia ni damu yangu tu. Nilimpa elimu, umaarufu, nilishindwa kumpa kansa na uhalisia. Haikuruhusu niwe zawadi ya mtaani. Sikuweza kuishi ila nililea. Liam, angalia kwenye meseji ya simu yako, utaona vitu vitatu tofauti, matokeo ya DNA kutoka hospitali 3 tofauti. Na sasa ni kuhusiana na mali zangu. Friday: ndiyo mkuu, ulikuwa muwazi, ukuchagua upande na mwaminifu sana mpaka siku ya mwisho. Utapokea milioni 5 hivi punde. Friday akashangaa. Na utapokea milioni 5 kila mwaka maisha yako yote. Friday akataka kupiga kelele, watu wamenuna tu. Chifu akasikitika na kuita ngozi. Ndiyo mkuu, hutopata chochote. Akachoka. Ulikuwa unajua juu ya usaliti, ulijua juu ya kila kitu, kwa hiyo hauna thamani ya kupewa chochote. Liam mwanangu, utapokea 20% ya biashara zangu zote za makampuni ninazomiliki, na utakuwa mmiliki wa hii nyumba. 5% za mali zangu zitakwenda kwa wasiojiweza na watoto yatima, na vitu vyote vilivyobaki, thamani zangu, akaunti za benki, ardhi na vitu vyote ninavyomiliki, wakati sikuwa na kitu, nitampatia mtu mmoja tu ambaye hakutegemea kama atakuwa navyo, na huyu ni Olivia. Mama akashangaa. Nini? Na sio kwa sababu alikuwa mpenzi wangu, hapana. Nimempa kwa sababu alikuwa pamoja na mimi, alinihudumia wakati wengine walikataa, alijitoa hata kama alikuwa hahitajiki. Kila kitu nilichokuwa nacho kitakwenda kwake. Olivia akawa anashangaa, imewezekanaje kupewa mali zote kwa mtu baki na kuwashukuru. Najua itastajabisha na kuuliza kwa nini nilitaka Olivia baki kwenye hii nyumba. Niliona wema ndani yake na nilitaka awe karibu na mwanangu Liam kwa sababu nilijua kwamba atamfanya awe mkwe wangu. Olivia akashangaa. Naamini nyie wote ni wema. Hivyo ndivyo nilivyoona. Kwaherini kwa sasa mpaka pale tutakapoonana tena huko tuendako. Mwanasheria akawaambia kila mmoja atatumiwa pesa zake na kukabidhiwa mali zake kisheria. Olivia akanyanyuka kwenye sofa na kumwacha Liam akiwa kwenye mawazo. Aliingia chumbani. Olivia akakumbuka chifu alipomuuliza, je, umeolewa? Akamjibu hapana. Una uhakika? Akamuuliza, kwa nini umeniuliza? Akamwangalia na kutabasamu bila kusema lolote na kugundua sababu ya kuishi kwenye jumba la kifahari ili aolewe na mwanaye Liam. Olivia machozi yakawa yanamtoka, maana Liam alikuwa anamtaka na yeye alimpenda sana, lakini hakutaka shida na mama yake Liam. Madamu Adora ikabidi aondoke na kuwa anaiangalia nyumba, aamini kama kweli mwisho ubaya ubwera. Ukitaka kupiga vichwani, watu wanajiandaa kula karanga, vikorosho, vipande vya nazi, mchuzi wa pweza na alkasusi kwa mbali, ili ukija ukute kichwa kisha simama kwa mapambano. Swali, je, utavumilia kichwa? Baada ya siku kadhaa kupita, Olivia baada ya kumtafuta Liam hapatikani kwenye simu wala nyumbani kwake, akaenda kwa rafiki yake. Rafiki yake akamruhusu kuingia ndani na kumkuta Liam. Liam akamuuliza, umejuaje nilipo? Mama yako alinipa namba ya rafiki yako. Akamwambia, mama yako anaomba umsamehe. Anasema nimsamehe wakati sijajua mimi ni nani? Akamwambia, bado we ni Liam, unajiamini, cheshi. Liam aliyenifundisha ninapokuwa sina mtu aliye upande wangu nini cha kufanya. Wewe bado ni Liam Odenibo, ni mtu ambaye anampenda mtu hata baada ya kujua sio baba yake. Haijalishi ushahidi wa DNA unasemaje, bado wewe ni Liam. Mama yako alikuwa na makosa sana, hakustahili msamaha, lakini nakuomba umsamehe. Hata kama ana matatizo kiasi gani, yeye ndio pekee mama yako aliyobaki katika hii dunia. Hebu kumbuka kipindi anakufanya uamini wewe ni mama yake. Liam akamuuliza, kwa nini upo hapa? Akamwangalia kisha akamwambia, kwa sababu nina upwilu, umenikaba, nahitaji uondoe huo upwilu, pia nimelimisi busu lako. Liam baada ya kusikia hivyo akaamua kumsamehe mama yake, na huo ndo mwisho wa hii movie inaitwa A Year with Olivia. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Fix.